Takwimu za Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi zinaonyesha ya kwamba kumeendelea kuongezeka kwa matukio ya uhalifu mtandaoni kwa asilimia 77. Na hizi ni takwimu za kuanzia mwezi Julai ya mwaka 2025 hadi April mwaka 2026. Matukio ambayo yamerekodiwa yamefikia 575. Tafsiri yake ni kwamba matukio yametoka 748 mpaka 1323. Kulikoni? Kumeendelea kushuhudiwa ongezeko la matukio ya uhalifu mitandaoni katika nyakati ambazo kumekuwa na juhudi kubwa za kudhibiti vitendo vya namna hiyo. Nani mwathirika? Na je, nini inaweza ikawa mwarobaini wakati huu ambako wizara ikisema ya kwamba inatarajia kufungua ofisi za kanda za upelelezi ili kudhibiti vitendo vya namna hiyo? Yangu ya matumaini ya kwamba Jumatatu yako imeanza salama salmin na imekwenda vyema. Mimi Nurdin Selemani ndiye ambaye nakualika kwenye Uchanganuzi. Studio tumemwalika Yusuf Kileo ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala ya usalama mtandaoni na uchunguzi wa makosa ya kidijitali. Karibu sana. Asante sana. Kwema. Asante sana. Mambo anasemaje? Kwema. Na toka siku ya mwisho, nakumbuka mara ya mwisho tulikuwa tunajadili masuala ya child online protection. Ndio mara yetu ya mwisho kuzungumza. Ni kweli kabisa. Naam. Kitaalamu, ongezeko la asilimia 77 la matukio ya uhalifu mtandaoni katika kipindi ambacho ni chini ya mwaka mmoja. Hii ni dalili ya nini hasa katika mifumo yetu ya usalama mtandaoni? Kwanza ni kwamba mimi ninachokiona ni kwamba wananchi wamepata mwamko. Wamekuwa na mwamko wa kuripoti matukio. Nimekuwa nikiona of late hata mitandaoni baadhi ya watu wanaandika kabisa kwamba fulani nataka niombe radhi, fulani nitampeleka mahakamani, fulani nataka ni mshtaki na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo maana yake watu wameshajua kwamba changamoto zile ambazo mwanzo nafikiri walikuwa hawaoni kwamba ni changamoto na wanakuwa hawaziripoti, sasa wanaziripoti. Na vitu ambavyo nilikuwa naviona mara nyingi watu wanahisi kwamba sio vya kuripotiwa ni kama ile masuala ya kutweza mtu wake mtandaoni, masuala ya kuingilia faragha za watu mitandaoni, udukuzi, masuala ya udhalilishaji mtandaoni, ya masuala ya cyberbullying, masuala ya kutoa taarifa ghushi kuhusiana na mtu aidha kukutania mkiwa uko serious. Matukio hayo mengi yameendelea kuripotia, lakini matapeli mtandao. Matapeli hasa hawa watu wa kutumia simu kurubuni watu. Bado imekuwa ni changamoto na inaonekana kwamba na yenyewe watu wameanza kugundua na wameendelea kuripoti. Na unajua sasa hivi kumekuwa na urahisishwaji wa kuripoti matukio haya. Mfano kuna haya matukio ya kitapeli, kuna ile namba 15040. Kwa hiyo watu wameanza kuifahamu hiyo namba kwa wingi na watu wengi wamekuwa wakiona mambo kama hayo, message hizo za kitapeli, wanaripoti kule na takwimu zinaendelea kuchukuliwa na zinafanywa kazi. Ndio. Ongezeko hili tafsiri yake ni kwamba wahalifu wamekuja na mbinu mpya ama taasisi zetu za kiserikali hazijawa madhubuti sana kwenye kudhibiti vitendo vya uhalifu mtandaoni? Kimsingi ni kwamba kama nilivyokueleza ni kwamba kumekuwa na huo mwamko moja, lakini mbili, teknolojia inabadilika. Wahalifu wanakuja na mbinu mpya, wanakuwa wanafikiri tofauti. Tunaweza ukawa aina fulani ya jambo limegundulika, mfano masuala ya artificial intelligence. Masuala ya deepfake haya yameanza kuwa makubwa. Tumefikia eneo la unashindwa kujua hii ni halisi, hii ni ya uongo. Watu wanabuni vitu kwenye kutengeneza vitu kwenye mitandao. Kwa hiyo kumekuwa na muunganiko wa hizo mbinu mpya, lakini vile vile kwenye upande wa kudhibiti jitihada ziko. Tumeanza kuona masuala ya awareness yameendelea kupewa uzito. Mimi mwenyewe mwaka jana mwezi wa 10 tulizunguka na nakumbuka tulimalizia Zanzibar.
nchi nzima kwa ajili ya kusherehekea ule mwezi wa 10 Cyber Security Awareness Month. Lakini kwenye masuala ya capacity building tumeona watu wameendelea kufunzwa sasa na halafu ndani na nje ya nchi kuhakikisha kwamba wanaendana na kasi ya mabadiliko ya changamoto hizi za uhalifu mtandao na mabadiliko ya teknolojia kwa ujumla wake. Lakini lingine tumeona kwamba tumeanza bado kuna eneo tunalegalega ambalo nimeona hata leo bungeni limejadiliwa sana, swala la udhibiti wa kutosha mambo ya usajili wa line hizi za simu. Na mimi mwenyewe nimeshafanya attempt mara 2 na zote nilifanikiwa. Unapata line ambayo haijasajiliwa na jina lako, baadaye unamwelimisha yule kijana ambaye amefanya hivyo na unamwambia kwamba unachofanya si sawa. Kwa hiyo kuna hilo swala hapo, kuna changamoto ambayo inabidi ifanywe kazi kuhakikisha kwamba watu wanaweza kusajili laini za simu ambazo zinaendana na majina yao. Na nimeona mapendekezo mazuri yalitolewa na nafikiri Sanga, Mheshimiwa Sanga bungeni leo, kwamba kuwe na maeneo mahususi watu wanafanya usajili wa laini na verification ifanyike vizuri, na wale wanaosajili laini nafikiri pia waangalie maslahi yao na vile na ule uhakiki uweze kufanyika vizuri ili kuweza mtu kupata laini. Lakini lingine hapo kwenye hiyo kwenye masuala ya laini hapo kuna swala la kuangalia kama laini yako imesajiliwa na mtu mwingine ama sio, ile 106. Pia nafikiri wananchi wanapaswa kuendelea kujua ili kuondoa zile laini ambazo zimesajiliwa ambazo si za kwao, ambazo zimetumiwa NIDA zao ama namba zao za vitambulisho vya kitaifa, ili kuweza kuziondoa kwenye mfumo na tukapata data za watu ambao kimsingi ndio wenye laini zao za simu. Lakini lingine swala la mashirikiano, nafikiri pia hapo ni eneo ambalo pia tunafikiri tunatakiwa tena kukaza kidogo, kwa sababu nilisikiliza na nilikuwepo bungeni kwenye hotuba ya Wizara ya TEHAMA. Niliona wabunge wengi walizungumza hilo eneo la ushirikiano, na walienda mbali zaidi kusema wanatamani kitengo kile ambacho nimebahatika kukihudumia, Cyber Crime Unit, na TCRA wawekwe pamoja. Ama kuwe na dawati ndani ya TCRA la jeshi la polisi. Lakini nafikiri njia nzuri ambayo tunaweza tukatembea kama taifa ni kucentralize, manake hapo nazungumzia vitengo viwili, lakini kuna vitengo vingi ambavyo vinadili na masuala haya ya cyber security nchini. Kwa hiyo nafikiri kucentralize kuwa na ndio wito wangu siku zote nimekuwa nikiotoa, na nafikiri ndoto hiyo tunaweza tukaifikia, wa kuwa na kitengo kimoja mahususi ambacho kitakuwa ndio hata janga likitokea la uhalifu mtandao, pakitokea uhalifu na kuwa na nini, yeye ndio hicho kitengo ndio kinaulizwa kwamba nini kimetokea. Kwa hiyo hicho kitengo kimoja ambacho kitakusanya watu wote hawa, data protection, masuala haya ya ulinzi wa taarifa binafsi, masuala haya ya mambo ya iga, huku kuna upande wa kulinda nani za taasisi za serikali, masuala haya ya Cyber Crime Unit, masuala ya TZZ na wengine wote ambao wanafanya masuala ya cyber security, wanakaa chini ya mwamvuli moja kuimarisha huo ushirikiano na kutatua hizi changamoto na udhibiti wa haraka ili tuweze kupiga hatua nzuri. Kulingana na takwimu ambazo zipo hizo za ongezeko la 77% ambayo ni matukio 575, ni sahihi kwa mtu kusema kwamba Watanzania hawapo salama sana mitandaoni? Hapana, tuwezi kusema 100% kwamba hakuna, tunaweza tukasema Watanzania wako salama. Na unajua kuna kitu kimoja tunatakiwa kufahamu, sio kimoja, viwili nitavielezea. Kimoja ni kwamba hakuna nchi yoyote duniani ambayo ina uwezo wa kudhibiti uhalifu mtandao kwa 100%. Kwa hiyo kwa namna yoyote vile changamoto zitaendelea kuwepo. Hiyo ni moja. Lakini namba 2, hakuna uhalifu mtandao ambao chanzo chake sio binadamu. Tunasema kwa lugha ile tunasemaga kwamba kila cyber attack kuna human element, yani mtu ndio alikosea sehemu. Maana yake nini? Maana yake sisi kama watu wetu ule uelewa utaendelea kuwa chini, bado hizi changamoto zitakuwa ni nyingi. Na hiyo haimaanishi kwamba
sisi hatuko salama. Ni sawa na useme kwamba una nyumba yako, umeweka uzio, kila kitu kiko sawa, huku naamini uko salama, lakini kuna mtu yeye ameingia akaacha mlango ule wazi, hakufunga. Kwa hiyo wewe uko salama na umeweka vifaa vyako vizuri, lakini kuna mtu ambaye kidogo yeye hana umakini kwenye kujilinda yeye binafsi, ambaye anaweza kupelekea wengine kuendelea ku fall victims. Lakini pointi ya tatu vile vile hapo kuongezea kwenye upande wa watu hivyo hivyo ni kwamba tumeanza kuwa na wimbi kubwa la wanafunzi wanaohitimu masuala haya ya cyber security nchini. Okay. Na hili mimi kwangu nimeliona kwamba ni fursa, lakini at the same time ni changamoto kama hatutaitumia hii kama fursa nzuri na tukaifanyia kazi ikawa kwa manufaa ya taifa, kwa sababu wanapokuwa wahitimu ni wengi na ndio hao sasa wanaweza wengine kwa hiyo wana ujuzi wa vitu hivi, wanajua namna nzuri ya kutapeli, wanajua namna nzuri ya kudukua, wanajua namna nzuri ya kuiba kwenye mitandao, wanajua namna nzuri ya kufanya matukio tofauti ya kihalifu kwenye mitandao, kwa sababu ili uwe mzuri lazima pia ujue na mbinu za wahalifu wanafanya vipi. Kwa hiyo mwingine anaweza akamisuse ule uelewa wake ambao kimsingi hatushauri, akaenda akafanya matukio ambayo ndiyo sio. Na kutokana na hili wimbi kubwa na tukashindwa kumeneji vizuri ili wimbi la wanafunzi wengi kutoka kwenye vyuo tofauti wanayohitimu sasa, na halafu inawezekana pia ikachagiza masuala haya mbalimbali ambayo tunayaona ya ukuaji wa uhalifu mtandao. Na kujibu swali lako kumalizia ni kwamba siwezi kusema 100% si salama, kwa sababu ukiangalia ITU walivyokuwa wanajaribu kutu assess, walituweka kwenye tayawana ambayo ni sawa na nchi kama Marekani na nyingine kubwa. Kwamba tumejipanga vizuri kwenye upande wa sheria na mikakati ya kitaifa, tumejipanga vizuri kwenye mifumo na vitu vingine, lakini kama nilivyosema, changamoto hatuwezi kuepukana nazo, bado zitaendelea kuwepo. Umegusia swala la sheria. Sheria zetu zinaendana na kasi ya vitendo vya uhalifu na mabadiliko ya teknolojia ambayo yaliyopo, ama bado tumelalalala hivi? Sheria kimsingi bado zinaendelea kupitiwa sasa na halafu, na kama unavyoona sasa hivi mfano kuna masuala haya ya AI tunaangazia kwa karibu, na nimebahatika kuwa mwandishi wa National Artificial Intelligence Strategy ya nchi ili kuweza kuja na mkakati mahususi wa kuweza kukabiliana na changamoto zinazoletwa na AI. Nachotaka kusema hapa ni kwamba tunajaribu kukimbizana na mabadiliko ya teknolojia, lakini bado kuna room ya kuimprove, kwa sababu inawezekana sisi tumewekeana miaka 3 mapitio ya sheria ama miaka 5 mapitio ya sheria, lakini teknolojia haingoji. Ndani ya mwaka mmoja mambo mengi yanaweza kubadilika. Na ndio maana leo nilisikia, sio leo tu, hata kipindi cha nyuma ile hotuba ya Wizara ya Tehama, nilisikia wabunge wakihimiza. Mfano leo nilimsikia mbunge mmoja mwanamama akisema kwamba kama kuna sheria zileteni tuweze kuzipitia, tuziboreshe kwa kisha tunaendana na changamoto hizi ambazo zimekuwa zikiainishwa. Na ndio maana siku zote mimi nasema kwenye upande huu wa masuala haya ya uhalifu wa kimitandao au inaohusisha teknolojia kwa ujumla wake, kuweka miaka mingi bila kuweka vile option ya kuonyesha kwamba kukitokea hili tunatakiwa kukaa chini tukareview hizi sheria zetu, pia inaweza ikawa ni changamoto, kwa sababu ili sheria zifanyiwe mapatio, zifanyiwe mabadiliko, zinachagizwa na vitu vingi takriban 6-7. Kimoja ni hiyo mabadiliko ya teknolojia. Teknolojia inapokuja mpya, basi unabidi na wewe uanze kupitia mambo yako, maandishi yako ambayo umekuwa ukiweka mwanzo. Lakini mbinu za kihalifu zinapobadilika, wanapokuja na mbinu mpya, na wewe unabidi uje uanze kupitia sheria zako. Lakini sheria za kimataifa zinapobadilika, nafikiri umeona mambo ya GDPR alivyokuja, tukaanza kuangalia tena mambo ya privacy, mambo ya data protection na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo vile vile nakusukuma na wewe uanze kupitia tena upya sheria zako na mengine mengi kadha wa kadha, ambayo yote hayo kimsingi yanabadilika kwa haraka sana kwa ulimwengu wa leo.
Kwa hiyo nafikiri tuna mapitio ya sheria ambayo yanatakiwa endelee kupitiwa sasa na halafu, lakini kwa muda tunaweza tukaweka interval ndogo kuliko ilivyo sasa. Kuna wale ambao wanaamini kwamba hizi sheria zinaletwa kwa ajili ya kumbana mtumiaji wa mtandao na si kudhibiti vitendo vya uhalifu mtandaoni. Kwa uzoefu wako, unaona ni tafsiri sahihi? Nafikiri hiyo ni dhana potofu ambayo bado tunayo watu wengi, na nikueleze tu kakaangu Nurdin, ni kwamba duniani kote tuna global standard, na ndio maana vitu vingi tunafanya vinavyofanana. Na ndio maana unakuta mimi naweza kwenda nchi nyingine yoyote na nikaweza kupractice vizuri tu, kwa sababu tuna ile standard ya kukabiliana na hizi changamoto. Na vile vile unapokuja swala la sheria, sote tunakubaliana. Na nakumbuka siku moja nilikuwa na argue na mtu mmoja. Kuna nchi fulani kwa sababu tusitaje jina. Kuna nchi fulani, kuna mtu alikuwa kiongozi, tena nafasi kubwa sana, kupitia posti ya mtandaoni, tena yenye namba tu, namba wala si maneno, lakini sasa hivi anategemewa kufungwa, na anaweza kufungwa ndani ya miaka 7 mpaka 20. Kwa nini? Kwa sababu anaambiwa kwamba ile posti yake ilikuwa ni ya kitisho. Sasa mara ngapi watu wanaandika posti za vitisho huku, tena vya maneno kutishia wengine? Kwa hiyo kuna mambo kama hayo. Kuna mfano Ufaransa hapa, kuna mtu ali cyberbully first lady wa Ufaransa. Sasa hivi amehukumiwa na anapelekwa rumande. Lakini kuna watu walikuwa wanaandika maneno mtandaoni, maneno ambayo yana viashiria vya tunaita hate speech. Uingereza, watu 512 walishikwa na wakafungwa kati ya mwaka 1 na miaka 3. Yaani nachotaka kusema hapa ni kwamba nchi zote uhalifu huu wa mitandao unafanana. Sema sasa kila nchi inaangalia namna yake. Unaona mfano Tanzania, watu wamekuwa wakijiuliza, kuna watu wanatukana mitandaoni, kuna watu wanadhalilisha mitandaoni, kuna watu wanafanya hili na lile mitandaoni, lakini hatua hazichukuliwi. Na leo nimeona Mheshimiwa Waziri ameliongelea vizuri sana kwamba kuna wakati mwingine unakuta kuna ile fuara za Mheshimiwa Rais kuvumiliana kidogo, lakini tukisema sheria zile zifuatwe kama wengine wanavyofuata duniani kote, ambapo kimsingi hizi sheria na taratibu ambazo zipo global standard tunayozungumzia imewekwa ili kudhibiti. Kwa sababu sasa hivi kaka Nurdin, ni kwamba uhalifu huu ambao umekuwa ukifanyika kwenye mitandao tunaouona na wengine labda ukaanza kuupuuzia, huu ndio unahamia kwenye hali ya kawaida na unaleta taharuki kubwa sana kwenye nchi tofauti tofauti. Kwa hiyo huku kuchochea mitandaoni, watu wanapitia mitandaoni, wengine wanashinda mitandaoni. Sasa wakiwa anaendelea kuwekwa chuki tu hizo mitandaoni namna hiyo, baadaye anaweza akabadilika akawa mtu mbaya sana kwenye jamii. Masuala haya kudhalilisha, kuna watu mpaka wanajiua kutokana tu na kudhalilishwa kwenye mitandao. Kuna wengine mpaka unamletea msongo wa mawazo, unamsababishia kuugua na vitu vingine tofauti tofauti, kwa sababu tu unamdhalilisha mtandaoni, unatweza utu wa watu mtandaoni, unatukana watu mtandaoni na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo hizi sheria na taratibu siwezi kusema kwamba zimewekwa kama kudhibiti nini, kubana watu, lakini ni kuhakikisha kwamba mtandaoni kunakuwa ni sehemu salama ya watu kuweza kukaa huko. Ni sawa sawa na ile nilimsikia kiongozi wa EU alikuwa akihojiwa kwenye mkutano ule wa masuala ya usalama kule Ujerumani, akasema kwamba kila uhalifu ambao ulikuwa ni uhalifu kwenye hali ya kawaida, ukihamia mtandaoni bado utabaki kuwa ni uhalifu na watu watachukuliwa hatua. Na ndio hicho ambacho kiko kimsingi duniani kote, principle ndio iko hivyo. Kwamba wewe mingi kutukana hapa sasa hivi tutashikana mashati, mambo yatabadilika. Nikienda kutukana mtandaoni ni same impact. Nikikudhalilisha mambo yatakuwa ni mengine. Nikikuibia, kwa sababu uwizi ndio ule umehamia mtandaoni. Mpaka sasa hivi kuua kupitia mtandao, mpaka sijui mambo yote, niambiwa uhalifu gani ambao hauko kwenye hali ya kawaida umeambiwa hujahamia mtandaoni. Kwa hiyo ule ulioko chini ambao bado ulikuwa ni uhalifu
kuna mmoja alikuwa anazungumzia kuhusiana na picha mbaya mtandaoni. Sasa wewe uwezi kuwa ungepiga picha ukaprint ile picha ukawa unatambaza unawapa watu huko Kariakoo, huwezi. Lakini hicho kitu nakiweka mtandaoni, maana hata si Kariakoo peke yake, dunia nzima inakuwa imeona. Kwa hiyo bado ni changamoto. Kwa hiyo nafikiri ni uelewa tu wa kujua kwamba hichi kinachoendelea ni kwamba yale yaliyokuwa yakifanyika kwenye hali ya kawaida ndio haya yamehamia mtandaoni, na kwa vile yamehamia mtandaoni bado yataendelea kuwa ni uhalifu kama uhalifu mwingine. Unatakiwa uwekewe sheria madhubuti ya kudhibiti ili kuhakikisha kwamba mtandaoni panakuwa ni sehemu salama ya kuishi. Tunazungumzia usalama katika eneo la mitandaoni. Nini sasa nafasi ya watoto wakati huu ambako vitendo vyenyewe vinaongezeka na tunaona watoto na wenyewe wanatumia hii mitandao katika maeneo tofauti tofauti? Kuna nini ambacho kinatakiwa kifanyike ili kuhakikisha mtoto wa Kitanzania aendelee kuwa salama? Kimsingi ni kwamba nafikiri bahati nzuri unafahamu vizuri tumekuwa na programu nzuri sana inaitwa Child Online Protection ya kuwalinda watoto dhidi ya changamoto za kihalifu mtandao. Na hili ni eneo ambalo sasa hivi nimefurahi kwamba nchi zote za Kiafrika zimeanza kuona ni eneo muhimu sana la kufanywa kazi. Kwa sababu kakaangu Nurdin, watoto wa sasa hivi unaambiwa kuanzia mwaka 0 mpaka 8 sijui 90% anakuwa ubongo wake. Watoto wa sasa hivi kama hatukuja kuja na mkakati mzuri wakihakikisha kwamba hata wanapotumia teknolojia wanavyoviona. Kuna mwanasiasa mmoja amezungumza, aliona mtoto wake ndio alimwambia mimi nimeona hiki nimeona kile. Yaani watoto kile wanachokiona, watoto ukiwaachia wakaona vitu ambavyo haviendani na wao, ukawaachia wakaanza kuvitumia hivi vifaa bila udhibiti mzuri, bila kuwa na mambo ya uangalizi wa karibu, huenda taifa la kesho likawa lenye kuogopesha zaidi kuliko lilivyo sasa. Kwa hiyo ndio maana hii eneo ni muhimu sana kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapokuwa kwenye mitandao basi wanakuwa wana uangalizi mkubwa wa karibu wa wazazi, lakini wanatumia vile vitu vinavyoendana na wao, na mzazi anahakikisha kwamba hata akimpatia kifaa cha elektroniki masaa yote anakuwa anaweza kumonita nini anafanya, nani anazungumza naye, na ni kitu gani anashare kwenye mtandao na vitu vingine vya namna hiyo. Na kwenye nchi yetu ya Tanzania kwenye upande huo nashukuru Mungu tunafanya vizuri. Tumewekeza nguvu kubwa sana kwenye upande wa kutoa elimu ya uelewa na tunaendelea kufanya hivyo, lakini vile vile tumepitia mambo mengi. Sasa hivi tuna Child Online Protection Strategy, mkakati wa kitaifa wa kukabiliana na hayo mambo. Tuna sheria zimeendelea kufanywa mapitio, lakini tuna vitu vingi sana kwenye upande wa maandishi. Lakini vile vile tumeendelea mbele zaidi. Nafikiri kwenye hotuba ya kesho kutwa Mheshimiwa Waziri mwenye watoto wake nchini atazungumza masuala mengine ya maendeleo ya jamii, atakuja kuzungumza masuala mengine ya teknolojia ambayo tunapanga kuyaweka vizuri ili kuhakikisha kwamba watoto sasa wanalindwa kwa mujibu wa kitu tunaita end-to-end solution, kwamba kunampa elimu ya uelewa, lakini unamwekea sheria na mikakati hapa na sera tofauti nzuri za kumlinda, lakini unamwekea na control kupitia teknolojia hiyo anayotumia ili kuhakikisha huyu mtoto anabaki salama. Kwa hiyo kwenye upande huo kuna kitu kama child sim card huenda kikaja, lakini vile vile kuna jamii namba, kuna hii jamii kuna hili neno kubwa sana tunaita jamii stack. Jamii stack imekuja na vitu vingi, kimoja wapo kunakuja masuala ya ulinzi wa watoto. Kwa hiyo na hicho pia kinakuja kuongeza chachu kwenye upande huu wa teknolojia, lakini na mambo mengine mengi, ile ya 116 kuripoti, na ambao tunasisitiza sana watu waripoti matukio kupitia teknolojia yenyewe, na mambo mengine mengi. Kwa hiyo watoto nchini hatujawafumbia macho, na tunafanya kazi kubwa sana kuhakikisha kila mtoto wa Kitanzania anakuwa salama. Yusuf Kileo, mimi nikushukuru sana. Asante sana. Naam, nimekuwa naye Yusuf Kileo, mtaalamu wa masuala ya usalama mtandao na uchunguzi wa makosa ya kidijitali. Tulikuwa tukipiga darubini
Takwimu ambazo zimetolewa hii leo na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi wakati akiwasilisha bajeti ya wizara yake, na kueleza kwamba kumekuwa na ongezeko la matukio ya uhalifu mtandaoni kwa asilimia 77. Maana yake yameongezeka matukio 557 tangu Julai 2025 mpaka April 26. Kwa hiyo tukaangalia namna bora zaidi ya kuweza kudhibiti vitendo hivi na hatimaye eneo la mtandao liwe salama kwa kila mtumiaji. Nukta hiyo inafikisha tamati ya uchanganuzi hii leo, lakini kabla sijaondoka nikukumbushe tu kwa wewe muumini wa Kiislamu, kesho ni siku muhimu sana, siku ya Arfa. Kwa wale ambao wamekwenda kufanya ibada ya hija, wao watakuwa katika viwanja vile vya Arfa kuanzia wakati wa dhuhuri pale mpaka jua litakapozama magharibi. Na wewe ambaye haupo pale, basi imekokotezwa suna muhimu sana kwa wewe kutakiwa kufunga. Kwa hiyo shime mkumbushe yule mwenzio ambaye unaamini na anaweza akapata hilo, kwani ukumbusho wafaa wale ambao wenye kuamini. Naitwa Nurdin Selemani, kutakia usiku mwema na kwaheri.